Hello Kenyans, this is Crossfire, the new political show in Kenya right now, and today we are glad to host Nyali Member of Parliament Mohamed Ali. We will be talking about so many issues, including corruption, BPI, and so many lots of issues that's affecting Mombasa County as a whole. Mheshimiwa Mohamed Ali, karibu sana. Asante. Kwanza kabisa ningependa kukuuliza maswali moja ambaye imeleta shida sana Mombasa. Mambo ya SGR. Akukaliki. Kabla corona haijafika kulikuwa na maandamano karibu kila Friday. Sasa hivi tumeona imesimama. Na niliona ukiwa na wabunge wengine walifanya kikao na wanahabari, uliongea at length kuhusu mambo ya SGR na watu waligawa rasilimali ya port. Ningependa ufafanue zaidi ndio Kenya pia wapate nafasi zaidi nyingine ya kusikia. Wajua, wakati masuala ya SGR yalipoanza kuletwa, kulikuwa na furaha ya kwamba hii ingelikuwa inapanua uchumi, ingelikuwa inaunganisha watu kutoka sehemu zingine, tabaka mbalimbali, na kuweza kufanya biashara Mombasa na sehemu zingine za taifa kwa jumla. Lakini wachache katika uongozi walikuwa wanajua SGR ni ya faida kwao, si ya wananchi. Lakini wananchi pale walipoona SGR imeanza, watu walikuwa na furaha. Unachukua 4 to 5 hours to Mombasa. Yes. Watu walikuwa na furaha sana. Kumbe nyuma kulikuwa na viongozi wa pwani ambao walikaa na viongozi wa sehemu zingine, wakaamua ya kwamba tutafanya hivi na hivi. Yes. Wakati ambapo watu wanafurahia, huku nyuma wao wanafanya biashara za magendo. So tulipofungua macho hivi, tukaanza kuona SGR si vile ambavyo tulikuwa tunafikiria. SGR sasa inalazimisha containers zipelekwe mpaka Naivasha. Kule Naivasha unaenda unaichukua tena unarejesha Mombasa kama unakaa Mombasa. Kwa hivyo tukaona hii inamaliza uchumi wa Mombasa. Tulipofanya uchunguzi tukakuja kubaini ya kwamba aliyekuwa wa kwanza anapiga kelele kama kasuku pale juu. Yes. Na kujifanya yeye atakufa kwa sababu ya bandari. Yes. Kumbe yeye ni miongoni mwa wafanyabiashara wakuu ndani ya bandari. Wakati wa nyuma niliweza kuwataja nikileta mswada wa kuimpeach CS Macharia. Yes. Governor Ali Hassan Joho. Yes. Na familia yake wako ndani. Yes. Wamepewa berth number 7 and 8. Hiyo berth number 7 juzi tu imeleta hasara. Watu wamekufa pale na wengine kuumia sana wakati wanafanya test run ya kuhakikisha ya kwamba kama ile ya kuhakikisha inachukua nini kutoka kwenye meli na walikuwa wanafanya test na imeua watu na imeumiza watu, lakini watu wamenyamaza tu, lakini sisi tunajua. Kwa hivyo Joho yuko ndani ya biashara ya SGR na bandari. So unasema kwamba Joho amenyamazia maneno ya SGR sababu ashakula. Ana yake yeye amepata berth 7 na 8. Ukiingia ndani ya bandari ya Pwani saa hii uende, yes, yeye ako na one of the biggest berth. Ukianza kudrive unaweza drive na gari, ukipita tu hiyo out of port ukienda bado ni wao. Secondly ni siasa za kinafiki. Siasa za kujifanya wewe unapigania wapwani na kumbe wewe ndio unauza wapwani. Alianza kuonekana kama mtu mzuri alipokuwa akipinga Uhuru Kenyatta, lakini alikuwa anatafuta re-election, si ati alikuwa anatafuta kupigania wapwani. Mombasa iko uchi. In terms of security tuko mbaya. In terms of tutazungumzia hiyo maneno tukirudia kwa hii mambo ya SGR. So wanasema ya kwamba Joho amenyamaza sababu amekula. Joho amenyamaza, amekula. Okay. Amekula mpaka sasa anatapika. What next for the people of Mombasa and the transporters? The next thing is tuko na mpangilio. Jumatatu ya wiki ijayo. Yes. Tutakutana na CS Macharia, yes, miongoni mwa watu wengine ambao wametajwa katika barua nimeipokea leo. Yes. Waliweza kupewa 1 month na bunge. Yes. Committee ya transport wameenda wameretreat. Yes. Wanarudi sasa tusikie jawabu. Yes. Na vile ambavyo sisi tunataka mambo iende. Lakini yes, Joho asiwe ni mtu wa kukuja kukaa meza moja na yes, watu ambao amewekea chakula chao sumu na kujifanya anataka kuwapa maziwa, kwa sababu yeye ndio ameharibu Mombasa. What next is if
the government will not listen, hii serikali ya taifa isiposikiliza vilio vya wapwani, basi na sisi hatutakubali. Tutarudi katika haki zetu za kikatiba, tutahakikisha kwamba kama sisi hatupati na wengine pia hawapati. Kabisa. Hiyo ni picketing na inakubaliwa katika katiba ya nchi. Vile vile hatua ya pili tunafanya ni ile cause action. Tunataka kuishtaki serikali katika mahakama. Mahakama za Kenya ama za nje. Ya ituta East Africa ili tuweze kulalamikia dhulma zinazoletwa na watu wawili watatu. Ukiangalia bandari ya Mombasa, si bandari ya Kenya, ni bandari ya watu kama 10 tu. Huyu amekatiwa hapa, huyu amekatiwa hapa, huyu amekatiwa hapa, wengine wamekatiwa Naivasha, wengine wamekatiwa Nairobi. So wakati wanasema ati bandari ni ya Kenya nzima, bandari ni ya watu 10, hiyo ni uongo. Tunataka irudi iwe ya watu wa Kenya kwa wananchi. Sawa sawa. Kuna hii mkutano mlienda na gavana mwenyewe. He was present together with CS Macharia and Matiang'i also. What exactly did the governor say in the meeting? You know, when you have a weak governor, spineless, mtu akifika hata mbele ya wakubwa wa mawaziri ama wakubwa wa serikali, unajaribu kujifanya wewe ni mwanadiplomasia kwa mambo ambayo watu wako wanakufa. Unajua kwanza usizuie vifo ndio tuanze diplomasia. Hiyo ndio sheria. Nakuelewa. Zuia vifo tuanze diplomasia. Lakini once you have a weak governor, alafu unakuja kwa meza unaanza kusema Matiang'i, Macharia, sisi hatuna ubaya nini, lakini kwa ndani wewe unajua what's going on. Wewe ndio umechukua bandari mkagawana na wengine na hapo unajifanya mzuri. So tulizungumza tu kama viongozi, sisi tukatoa kauli mbiu yetu na tukasema ya kwamba hatutakubali masuala ya bandari SGR kufanya vile ambavyo imefanywa bila kufuata kanuni za sheria na katiba ya nchi. Hawakufanya what we call public participation. Wangelifanya wapwani waamue, then we don't have power over them. Lakini Macharia akasema sasa hiyo mambo yote atasimamisha, tuanze upya, tuanze mazungumzo upya, alafu tuone vile tutasaidiana. Tukakubaliana. Then he said he's going to do an advertisement kwa gazeti. Tukamwamini, kawaambia usifanye advertisement kwa gazeti, ita vyombo vya habari hapa utangaze sana. Ndio maana hiyo siku tulipomaliza tuliteremka chini, ikatangazwa, na tukikaa kidogo wiki moja hakuna kitu. Wiki ya pili hakuna. So we went back to demonstration. Nataka nikuulize Mohamed Ali, one more last time about your relationship with Joho. You know, people may not understand. People may think that you are fighting Joho politically or you have used, mulikosana before. Hapo mbeleni, relationship yako na governor ilikuwaje kabla wewe haujakuja kwa siasa? How will you answer such question? Joho is a friend, a brother. I don't have any issue with him. The only difference between me and Joho, and I keep on repeating, is the ideology. Fikra zake si fikra zangu. Maendeleo kwake ni starehe. Kwangu ni maendeleo. Mimi sina chuki yoyote ama vita na yeye. Vita ninayo na yeye ni moja tu, vita ya arudi nyuma, asaidie watu wake, arudi nyuma, alete maendeleo katika kaunti yake, arudi nyuma, ahakikishe ya kwamba masuala ya dawa za kulevya, mambo mengi ambayo yanasumbua pwani, ajira kwa vijana ameweza kumaliza. Lakini watu wakikaa wakisema Mohamed ana chuki na Joho ama ana nini, mimi sina chuki naye. Mimi hata tangu na zamani, hata nikiwa mwandishi wa habari KTN, hatukuwa na ukuruba. We were not that close. Kuna expose moja ulifanya ukiwa Jicho Pevu. Hii ni mojawapo. Hii inaweza kuwa mojawapo ya Joho kuwa na chuki na wewe mpaka saa hizi. Joho ana uchungu na mimi juu ya kitu kimoja. Masuala ya dawa za kulevya. Wajua sio mimi nilimtaja katika bunge. Katika ripoti ya bunge iliyowasilishwa na marehemu George Saitoti. Alipewa hiyo ripoti na wa Marekani. Wakati huo balozi alikuwa Michael Ranavaga. Ikatajwa majina ya walanguzi wakubwa wa dawa za kulevya katika bunge la taifa. Mimi kama mwanahabari nikafuatilia. So mimi nadhani Joho ana uchungu na mimi kwa sababu ya kazi yangu ambayo nilifanya kuhusiana na dawa za kulevya. Lakini sio mimi nimemtaja. Kama ana shida, angekuwa na shida na serikali ya taifa. Wakati huo waziri alikuwa waziri wa usalama wa ndani George Saitoti. So ameweka hiyo chuki
moyoni mwake. Hata nikikutana naye atajifanya tunasalimiana, tunacheka, lakini kisu amekishika nyuma. Ni siku ya kudunga na hicho kisu hajui ni lini, lakini ameniwekea. So dawa za kulevya, sio mimi wa kwanza kuweza kusema ati Joho ametajwa na serikali ya taifa. Watu wengi wakizungumza, ametajwa na watu wengi sana, sio mimi peke yangu. Mimi nimemtaja kama mwanahabari nikinukuu waziri wa usalama wa ndani na uchunguzi zilizofanywa na serikali yote na ripoti tuliyopewa na serikali. Kwa hivyo asichukue Mohamed Ali alinitaja aweke personal. Mimi hata zamani nikiwa KTN hatukuwa na urafiki na yeye. Ilikuwa tu ni salamu hivi, tuongea mara moja mbili, that's it. I respect him as a leader, he respect me as a journalist. Does Joho respect the coast MPs, specifically Mombasa MPs? Joho haheshimu wabunge wa Pwani, haheshimu viongozi wa Pwani. Wacha wabunge, hata viongozi wa dini hawaheshimu. Kama angekuwa anaheshimu viongozi wa dini, angekuwa anaheshimu viongozi wa kisiasa na angekuwa na Uislamu ndani yake. Haya mambo wanayofanya ya kucheza na wanawake, kusema pombe, sijui Katrina mara nani, vitu vya ajabu kuwekeza katika anasa badala ya kuwekeza katika vijana wetu, hangekuwa anafanya. So because viongozi wengi labda ni wale wa shilingi moja mbili, wamezoea kumkimbilia na wapatia, wanapata vichuzi, people who support him for no reason because of handouts, hizo pesa shilingi mbili anapatiana. Yes. He made sure that amekuwa powerful. Yes. Ni ile kauli mbiu tunasema kill them before they grow or make them poor for them to worship you. Wafanye maskini wa kuabudu. Yes. Ama waangamize ili wasikue. Waangamize kabla wakue. Cut them into size. Cut them in size. How do you cut them in size? Hufanyi elimu, shule, haufanyi maendeleo. Unafanya tu watu kila wakikuona wanakimbia sultan, unawapatia pesa baadaye uwapatii kazi. So wanakuwa watumwa wako. So because even he doesn't respect the leaders. Yes. Na mimi siwezi kuwa kibaraka. Yes. Mimi siwezi atisujudia mtu naimba sultan wapi? Sultan wa Arabu shehe. Yes. Sultan ni Middle East. During the day of the ruling of your petition, after the ruling you addressed media outside Mombasa local. Yes. You said Abdul Samad they should be ready for betrayal. Yes. Do you still advise him the same thing? And I still stand by that. Wakati when I won the petition at the Mombasa High Court, I spoke to the media and I told them that I will never worship them. I told them that if they think they are the bosses of Mombasa, the poor man has given birth, the poor women of Mombasa has given birth to a small boss. Yes. Who is going to champion for their rights and fight for their rights. And I told them Abdul Samad will be betrayed. Abdul Samad anaimbishwa Katrina. Abdul Samad anafanyishwa mambo ya kipumbavu. Mtoto wa Sharif Nasir ambaye babake anakumbukwa. By the way, Abdul Samad amepigwa kura kwa sababu ya babake. Angesimama peke yake bila jina ya babake, hangesimama hapo alipo leo. Mombasa inaelekea wapi, Mheshimiwa Mohamed Ali? Mombasa tuliona mama amepika mawe. A mother is cooking stones to feed her, a widow cooking stones to feed her, Mombasa Mombasa ilikuwa inazama. Lakini sasa sisi tunaingia vijana, kizazi kipya. Kama ilikuwa inaenda hivi, tunaanza kuinua na kuinyosha irudi hivi juu. Tutaregesha hadhi ya Mombasa by all means. Tutaregesha heshima ya Mombasa. Tutaregesha rasilimali, tutaregesha kazi, tutaondoa dawa za kulevya, tutapigana na upumbavu na akili ndogo kutawala akili kubwa. Kauli yako hiyo mimi najua. Mohamed Ali, kuna hii swala la kabro. Gavana ameifanya kama project. Kila kona ya Mombasa ukienda kuna kabro. Na ukiichunguza zaidi msimu ya mvua ikinyesha, hizi kabro zinachangia Mombasa kwa flooded. In fact, ukisema anatengeneza kabro, hakuna kabro anatengeneza. If you look at the kabros in town, hizi zote za town zimewekwa. Sio yeye, zimewekwa na World Bank. Ukiangalia kabro zingine zimewekwa, ana twist watu. MCAs wameanza kuzungumza juzi. Wanasema katika budget zile ambazo zimetajwa zote,
hakuna kazi ambayo imefanyika. Hizo pesa hazijulikani zimeenda wapi. Kuna issues, watu wana complain wakitaka kujenga gorofa, wanaambiwa watoe nyumba moja ama mbili. Hizi nyumba nani anachukua? Ama wanasema ni watu wa county tu wanawaitisha, na county inajua kiongozi wa county ni nani. So kuna hizi complaints ambazo zingine hazijadhibitishwa, zingine ni za kweli. As we speak right now, kuna ma MCAs wamepeleka evidence kwa EACC. Tunataka kuona EACC kama kweli ni EACC ya kutetea nchi ama ni EACC ya sehemu fulani na fulani. So hizi hata kabla wanasema wanaweka, mimi aminiali nimeweka more cabros than Joe, nimeweka cabro mingi kushinda yeye. Mheshimiwa Mohamed Ali, there is an approach. Governor is valuing flower and sideshow than life in Mombasa. I expect water is life. But in the last financial year, nothing was set aside for, provision of clean water. Yes. But we are seeing the county government of Mombasa is setting aside millions of money to put flowers on the road. Do you think it's necessary when people are dying of hunger? He doesn't care. In fact, which flowers is he putting? Carpet za plastic. Where in the world mtu na akili zake timamu anaweka kwenye roundabout plastic carpet bei ghali, badala atumie tu shilingi 5,000 ama 10. Hizi kampuni ni za nani zinatumika kuweka hizi? The entire company that does the tendering and everything, the beneficiaries, it belongs to Joe's family. They should be work to make money out of it. Mimi sijaona hizi pesa wakati wanafanya accounting na kulipa. They are the most beneficiaries because we don't know wako wapi hao watu mashinani wapewe kazi. Kama ni hata tenda ya maji shehe, hata wakati wa zile t-shirt za ODM, tenda ni zao tu bado. You make sure that inatoka kwa mfuko wa juu inaenda mfuko wa chini, haiwezi fikia mwananchi wa kawaida. Tenda ya maji, hata chupa ya maji, you cannot give kijana pale Kisauni ama Nyali ama Likoni ama Changamu ama Jomvu wajisaidie. You don't do that. So where in the world wewe umeona governor anaweka nyasi ya carpet in town rather than kununua nyasi ya Arabian grass 5,000 or 10,000, it's 2,000 to 3,000 per gunia, apande na kuwe green. Environment is good for that. Turudi kwa siasa. Mambo ya siasa ya leso na biriani, mheshimiwa. Fafanua zaidi tafadhali. Nikisema siasa ya leso, biriani, shilingi 200, hii ni siasa ya governor amezoea miaka nenda miaka rudi. Ukikuja umuone mheshimiwa asalamu alaykum, anapewa Mungu akuweke. Akienda kwenye function leso zanunuliwa, mama zetu wanawekwa, wanatembezwa kwa jua, wanaimba kwenye jua. Biriani, it's the culture that every Friday wanapika na kwa watu wanakuja kukula hapo. It's rather than kusaidia vijana na kuambia shika jembe ukalime. Yes. Mama shika hii ukafungue biashara. Mama fanya hivi, ama county inawafungulia biashara kina mama zetu, county inaangalia vijana wetu. Yeye anataka hiyo system ya divide and rule, anataka hiyo system ya kill them before they grow. But kisiasa nikikuuliza, what constituency does Joe have? Does he have a constituency now that he's saying he's going national? Do you think he has a constituency to back him on the national table? If this thing of BBI, which I don't see kama itaenda mahali itafaulu, he'll have to sit, he'll have to vie as an MP. Are you saying he's coming to Nyali? No, I'm not saying. I would wish that he comes to Nyali. Are you ready for the battle? I will be happy. I will go home or I'll go up heads high. Mimi na Joe tukiwa kwenye ballot moja hivi. Ni nini Joe ameshinda kufanya kama governor, anataka kufanya kwa Nyali kama MP? Sasa si atatumia kama daraja labda ndio apate kitu ile kubwa ya Joe anataka. But Mombasa sidhani kama kuna kitu. Lakini for how long ndio watu watatumika kama daraja? Hii ni ujumbe wangu kwa Pwani. Yes. Mumetumika ya kutosha. Miaka nenda miaka rudi. Mumepewa ahadi tasa. Mmekuwa mkidhulumiwa. Hakuna maendeleo inafanyika. Watoto wenu wamekuwa wakiuawa na dawa za kulevya. Watoto wenu wamekuwa wakiuawa extrajudicial killings. Watoto wenu hawana kazi. Wamama wanahangaika. Hospitali ni moja tangu uhuru. Angalia Kibudha Kibwana Makueni amejenga, angalia Mutua, angalia magavana wengi wamejenga hospitali, angalia ule wa Murang'a amejenga hospitali. Huyu hata hospitali hajaweza kutujengea. Kwa hivyo nataka kuwaambia, kuna watu wanasema kazi ya Joe ni kupanga manyumba rangi. Hata hii nyumba ya kupaka rangi ni ufisadi tu, ili ulazimishe watu wanunue rangi hiyo ya white na blue mahali fulani ili upate pesa. Alafu pia huwezi lazimisha watu wapake rangi nyumba yao
Mimi nijenge nyumba yangu, nilazimishe nipake ile rangi wewe unataka. Wewe inafaa uniambie kama serikali ya county, hakikisha nyumba yako baada ya miaka fulani imepakwa rangi na inakaa, lakini usinichagulie kazi. Ukienda Mombasa ni kama boarding school, white na blue ni kama shule. So hizi zote ni njia za ufisadi ambazo wanatumia, lakini Mwenyezi Mungu halali. Mheshimiwa Mohamed Ali, tukuja kwa Coast General Hospital. What is going on at Coast General Hospital? Gavana Joho aliitwa kwa kamati ya Senate. Na the officer from Auditor General Office gave a very strong worded statement that most of the documents here were shipped. That is the exact term used. Nini inaendelea Coast General Hospital? Unaona kulikuwa na moto. Kwanza inasemekana vitu mingi ambayo huko ni msaada kutoka nchi za kwanza. Tusidanganywe na mtu yote. Kazi ambayo inafanywa katika Coast General Hospital, vitanda, mashini, ni msaada tulipewa na ndugu zetu wa Joho. Kuja nje aseme hii ni msaada, hawezi, kwa sababu akisema hii ni msaada, hiyo tu ndio inamsaidia kwa watu ambao wasiojua. Akisema ni msaada, hana lolote amefanya. Hakuna mti amepanda Mombasa hata tuseme hii mti umepandwa na Joho. Hospitali ya Coast General, vitanda, ICU, ni vitu zote zile ambazo zimekuja. Nani alichoma finance offices ya Coast General Hospital? Zimetoka. Wajua, ukitaka kuficha ufisadi, if you want to to cover up yourself, kama ushahidi uko mahali fulani, unachoma hiyo nyumba. Kwa hivyo tunahisi kesi ya kwanza, tumesikia kaunti zingine ofisi nzima inachomeka. Ni njia ya kuficha ufisadi, ni njia ya kuchoma hizo file, ili kesho ukiitwa katika kamati ya bunge ama ya seneti unaweza kusema bahati mbaya nini tungewasaidia na hizo makaratasi, lakini hatuna, but zimechomeka. So ni njia ya ufisadi. Kama Kongowea sokoni, mara inachomwa, si ati imechomeka, inachomwa na watu binafsi ili waweze kuallocate kwa familia zao, ama ili waweze kujustify watenge pesa, wanasema wanataka kutengeneza. Mheshimiwa Mohamed Ali, nataka kuuliza swali moja. Tangu tumeanza kuongea kuhusu Joho, muongea tu kuhusu familia. Nani hasa gavana wa Mombasa? Mimi kusema kweli, gavana wa Mombasa si Hassan Ali Joho. Ali Hassan Joho ni sura tu. Mwenye anachezesha mashini ya Mombasa ni Abu Joho. Mwenye anafanya biashara. Abu ni mfanyabiashara, si mwanasiasa. Ni rafiki kwa kila mtu, kwa sababu mfanyabiashara huwa rafiki kwa kila mtu. Lakini Joho si gavana. Matendo kamili yanafanywa na ndugu yake Abu Joho. Kitu yoyote leo unaweza sema kama Mheshimiwa Mohamed Ali, Mombasa government imefanya like a legacy, because Joho is serving his second term. Any tangible thing he has left behind? I think the only legacy Joho atatuachia, tutamkumbuka nayo, maendeleo kubwa amefanya Mombasa, tutamkumbuka nayo ni kuleta Alikiba, kutuimbia Katerina, kufanya dance na wanawake akina Paris Hilton, kuvuta shisha. Nasikia hiyo nyimbo ya Katerina, yeye ndio hasa ameamrisha hii nyimbo. Inasemekana labda kuna mchuzi mahali fulani amekwenda anamwimbia. Mimi sijui kama ameimbia mpenzi ama nini, kwa sababu mimi siko katika sana mambo ya wimbo, so siwezi jua. Labda wajua, inaweza kuwa mtu anapenda wimbo fulani, lakini uongozi wa Mombasa imefika mahali sasa tunaongelea kuhusu nyimbo. Unajua, huwezi fanya mzaha ama kejeli unaimba wakati watu wako wana njaa. Hakuna kitu kibaya duniani kama mtu kuwa na njaa. Watu sasa hivi kuna COVID-19, wanataka chakula, wanataka msaada, wanataka isolation centers nzuri, wanataka county government iwasaidie na face mask, sanitizer, iwajulie hali afya, daktari waongezwe. Watu wanataka kufika mbali. Hizo donations zote ambazo zimepewa county government za Mombasa, do you think it is being accounted for? Is it going to the right hands? Hizi donations zote nilizitaja jina I think like 2-3 months ago. Na nikataja watu kama akina Mombasa Cement, Jaffa, Grain Bulk, Mombasa Maize. Nilitaja watu wengi, KCB Foundation. Sikumbuki saa hii majina yote, lakini nimeziandika mahali. Wote niliwataja ili waliweza kutoa msaada kwa county ya Mombasa. Katika go downs tuliona mchele, unga ngano, unga asima, mafuta, sukari, lakini wakati wa distribution hatukuona hizo vitu. Ni vitu zingine zilipeana. Naona watu wakicomplain pojo, wakicomplain mambo mengine. Sasa tunajiuliza, hii chakula yote imeletwa na wahisani. Hizi pesa zote zimetolewa na wahisani. Zilienda wapi? Especially pesa. Mabilioni ya pesa ilichangishwa. So hii pesa ilienda wapi? Hii chakula yote tuliona katika magodani. Ni nani amepewa hii chakula? Kwa sababu bado watu Mombasa wanalia njaa.
So mimi unamaanisha kwamba kuna watu wanafanya biashara na mchango? Sheke, kama hapa sasa hii national government inatangazwa kuna familia ambaye hata ile ya Jack Musk wameweza kuiba na kuuza. Mombasa ni nini hawezi fanya? Ni nini hawezi fanyia hawa watu? Na kauli mbili kwa siasa ya Mombasa. There's nothing for us without us. Please explain. When I say there is nothing for us without us, I mean that kama county ya Mombasa mkate ni full. Hiyo mkate inafaa kwa juu ya meza ikatiwe constituency 6. Sema na iwe iko. Hii ni ya Nyali, hii ni ya Changamwe, hii ili watu wetu wafikiwe na hizi rasilimali, wafikiwe na hizi pesa, wafikiwe na hizi maendeleo. When I say there is nothing for us without us, inamaanisha hakuna chochote bila ya sisi. Kwa sababu sisi ndio tunaunda hii serikali. Naye akili ndogo kutawala akili ndogo kutawala akili kubwa ni kukubali. Ni gavana ni akili ndogo. Ni kumaanisha tunapatiana vyeo kupitia vyama bila kuangalia elimu ya mtu, hata si lazima elimu, hekima ya mtu, dini ndani ya mtu huyo. Ni Mkristo au Mkristo shupavu, anaabudu Mungu na hawezi fanya mambo mengine kinyume na dini ya Mungu. Kama ni Muislamu, ni Muislamu shupavu, anafanya mambo kulingana na dini, si kulingana na tamaa zake. Kwa hivyo niliposema akili ndogo, hizi ndizo akili ndogo za dera, za biriani, za leso, za kusimama kwenye disco na kudance hapo Katerina, na kujipiga kifua na kujiita sultan. Sultan hawapatikani nini katika sehemu kama Mombasa. Wewe nenda Dubai, nenda Qatar, nenda Oman, nenda Saudia, nenda uone sultan na uangalie watu wao wanaishi vipi. Watu wanaishi na neema, watu wanaishi na amani, upendo, maendeleo, kazi, afya bora. Wewe unaenda sultan, wewe hata hujatengeneza choo. Tufike kwa swala la chama. Kuna mwamko mpya Pwani? Kuna mwamko mpya Pwani. Mambo ya kushabikia vyama imeisha. Ati unashabikia ODM, Jubilee, Ford Kenya, nini yote tutamaliza hii. Tutaunda chama ya Wapwani. Ili pia sisi kesho tukikaa kwenye meza tunazungumza na sauti moja kama Wapwani. Naamini sasa hivi kuna njama inatekelezwa ya kwamba waweze ingia ndani ya viongozi wetu, waweze kutupiganisha, watusambaratishe. Kuna viongozi wa Pwani ambao wako ndani ya Pwani lakini wanatumiwa na vyama vyao. Wanaambiwa hii mwamko mpya imeanza kuchukua face, wa Pwani wameanza kuamka, jaribuni kugonganisha. Ndio maana juzi ukamsikia Abdul Samad anasimama anasema eti wazazi wetu wote wakiunganishwa, wazee wetu wote wakiunganishwa hawatoshi Raila Odinga. Abdul Samad anakumbuka viongozi wa Mombasa, anakumbuka viongozi wa Pwani, akina Katrini wa Menza, akina Ronald Ngala, anakumbuka hawa watu wote. Viongozi ambao walikufa, wengine walikuwa detention kwa sababu ya kupigania haki ya Wapwani. Does he remember all these things? Akina Karisa Maida, akina Mombasa ilikuwa na viongozi. Ukisema wewe baba zetu, viongozi wetu wote wakishikwa pamoja, wazee wetu hawatoshi Raila Odinga, wewe una upungufu wa akili shekhi. Kwa sababu mimi babangu mwenyewe amenitosha. Aliponipa malezi, elimu ya kawaida, elimu ya dini na uongozi na jasiri yote ninatoa kwa babangu. So sidhalilishe babangu na kusema hatoshani na watu wengine. Babangu ni babangu na wangu amenitosha. Kama we wako haja kutosha, usiseme ati wazee wetu wa Pwani wote wakiunganishwa. Mishimboko pia juzi anasimama anasema msimtaje ovyo ovyo. Sisi hatutaji mtu ovyo ovyo. Tunataka tuondoe hiyo dhana ya kusema hii chama hapa ndio kila kitu. Tuweke chama yetu ya Wapwani, inaweka, na nikisema Wapwani inamaanisha Mkikuyu, Masai, Mswahili, Mwarabu, Mdigo, Mjikenda, wote Wabaluya, wale wote wanaishi Pwani na kuzaliwa Pwani ni Wapwani. Hii chama ni yao. Swala la Mheshimiwa Mohamed Ali. Vijana wanapoea kata hapo kata. Swala la Mheshimiwa Mohamed Ali. Mheshimiwa Mohamed Ali, where are you with the youth revolution in this country? Since I know when you started, I was with you. Revolution is going to be televised. Last time watu wanasemaga revolution will not be televised. This one ya Mombasa will be televised. Vijana wameamka. Vijana wale wamechezewa miaka mingi wameamka. Leo kila kijana ana nguvu ya kusimama na kujirekodi na kufungua moyo wake na kusema tumechoka. Leo vijana wanatembea kutoka constituency moja hadi nyingine kuzungumza na vijana wengine na kuambia jamani, hapana, sasa tuamke. Na niliwaambia if you don't feed them, they will feed on you. The time for them to feed on Joho is coming soon. The time for them to feed
all other political parties is coming soon. 2022 will be about us Coastarians. Sisi wa Pwani 2022 itatuhusu. Vita ya 2022 ni vita yetu binafsi. Tutaangalia nani alikuwa na sisi na nani hakuwa na sisi. Before we is there. Tutaona Joho akiwa impeached. Tutaangalia. EACC imepeleka wa MCAs ambao ni wanabunge wadogo katika kaunti za Mombasa wameenda kupeleka evidence yote kwa EACC. Tutataka kuona sasa kama hatua zitachukuliwa. Katika Senate kuna ile kasumba ya huyu ni wetu, ni wa ODM, so we must protect. Huyu ni wetu, ni wa Jubilee, we must protect. Tunataka hiyo kasumba ishe. Joho lazima alipe deni ya Wapwani. Joho lazima arudishe pesa za Wapwani. Joho lazima arudishe rasilimali za Wapwani. Joho lazima achukuliwe hatua za kisheria. Swala la Mheshimiwa Mdali, nyinyi kama wabunge wa Pwani, specifically Mombasa, kwa swala la hili la corruption ambayo MCAs wanaendelea kuraise kila uchao, mbona hamna sauti moja? Wajua kitambo kuanzia 2017 mpaka sasa mahali tumefika, hatukuwa na sauti moja kwa sababu watu walikuwa wanaimba wimbo wa chama. Imefika mahali watu wameona hii chama haitufaidi, inatuua zaidi. Ndio unaona watu wanazungumza. Unaona kama kwangu MCAs wanazungumza, MCA wa Freetown, Kitula, MCA wa Kongowea ambaye amepigwa na kuvamiwa, biashara zake na ndugu zake wamevamiwa leo kinyume na sheria. Na hatutakubali hiyo. Joho awache kutarget watu innocent, watu wadogo huku chini kuwatisha na hao bunsi zake. Akujie watu kama sisi. Atutishe, atupige vile ambavyo wanapiga wale watu kule chini. Awachana na watu wadogo, awachana na mama mboga, awachana na watu kwenye vibanda zao wafanye biashara. Umaskini yeye ndio ameileta Mombasa. Awache kudhulumu maskini. Kama ana vita, aje apigane na watu kama sisi. Si yeye ana vijana wanatishatisha watu, waje watutishe sisi. Unafikiri wakati yake ya siasa imeisha kwa siasa? I think kufikia sasa labda miujiza ifanyike. Joho siasa zake zimeisha. Labda miujiza ifanyike, na hiyo miujiza sijui itafanyika vipi kwa sababu watu washaona ukweli wa kila kitu. Kwa hivyo kama atajaribu kutumia daraja lingine ya kujipandisha juu, atafute, lakini watu washaamka, akili zao zimefunguka. Alikuwa anataka kutumia BBI. By the way, ile proposal ilipelekwa Mombasa katika uwanja wa Mama Ngina, ati hii ni kauli mbiu ya Pwani. Hiyo ni uongo. Sisi hatukuchangia. Viongozi wote hawakuchangia. Hiyo ni wao walikaa wakubwa wawili watatu, wakapanga, wakaandika na wakajiwekea. Ndio unaona Mvurya hajishughulishi na wao sana kwa sababu wao ni ubinafsi. Kwa hivyo ati hiyo BBI Mombasa wanataka hivi. So unasema ya kwamba wewe uko radhi. Uko radhi ku take part in BBI so long as there is consultation and participation from every team. Kwanza, what is BBI? BBI is a fraud. BBI ni dhuluma zaidi. BBI ni ati kusema ati tunataka kuleta kabila zote ndani. Hiyo ni uongo. Sema tunataka kuleta viongozi 5-4 wale wako nje ndani. Tuunde serikali kubwa tena, iwe na rais, waziri mkuu, naibu wa rais, naibu wa waziri wakuu wawili. Tunaumiza wananchi kwa kulipa hizi pesa. Last time Mheshimiwa Mdali, kabla unipatie kauli yako. Nafikiri Mombasa inaweza kama Mdali, kabla nikuulize swali lako la mwisho na kauli yako. Are you foreseeing a scenario whereby Mombasa County is being taken by national government the way it happened in Nairobi? Because there has been that talk. I don't think so. Sidhani kama inawezekana kwa sababu nguvu ya county ya Mombasa ni kidogo. Ukiangalia na Nairobi is a capital city. But unajua serikali inaweza fanya mambo yote ikiona pesa za wananchi zinachezewa. Lakini badala ya kufikiria malengo kama hayo, ni ushike anayecheza na pesa za wananchi, uchukue hizo pesa kwake kwa lazima na umchukulie hatua za kisheria. Lakini vile ambavyo Mombasa inamiliki, kama saa hii MCAs hawaendi katika bunge, ni kama Mombasa county ni ya mtu mmoja, maamuzi ni yake. Hakuna, because kwa wewe kutaka kuleta maendeleo ama kuapprove pesa, lazima county assembly ya Mombasa iapprove. Hakuna county, lakini wanaona wanafanya vitu bila approval za county. Kwa hivyo kusema serikali inaweza kuchukua, it's a small place, it's a city.
they can think of doing anything, kutumia nguvu za serikali kulinda mpaka kuwe na labda kiongozi mwingine, lakini kwa sasa hivi ni yeye achukulie hatua za kisheria. Kauli yako ya mwisho mheshimiwa? Kauli yangu ya mwisho kwa wapwani ni kuambia mzidi kuamka, kunazidi kukucha kila kukicha. Amkeni muanze kufikiria haki zenu. Amkeni mpiganie haki zenu. Msingoje Mohamed Ali peke yake. Tukiwa Mohamed Ali wengi tutapambana na hawa maafisa. Na hawana nguvu, ni pesa tu. Unajua mtu akiwa na pesa na hana akili hawezi kukushinda maarifa. Sisi wa pwani hatuna pesa lakini tuna akili. Akili za kuzaliwa nazo. Tutumieni hizi akili kupigania pwani yetu. Tusidanganywe mambo ya chama kwa sababu sisi hatukuli chama, hatulali chama. Tusidanganywe mambo ya bandari itatatuliwa. Tushaona bandari vile imegawanywa. SGR, hawa watu wote hawakuwa na sisi bandari ikienda. Hawakuwa na sisi wakati wa SGR. Hawakuwa na sisi wakati wa extrajudicial killings, watoto wetu wakiuawa. Hawakuwa na sisi dawa za kulevya zikiuzwa Mombasa na zinazidi kuua watoto wetu. Hawakuwa na sisi ardhi zetu zikichukuliwa. Hakuna mpwani yako na ardhi sasa hivi. Kama kuna ule yako nao ni 80 by 50 100 ile, na labda hata hana hiyo title deed. Title deed za matajiri. Ukienda sehemu zingine unapata mtu ana eka 100 na ana title, lakini Mombasa hawana. Hawa watu waje kuwa na sisi kuzungumzia viwanda, kujenga viwanda Mombasa ili kuweza kupatia vijana kazi. Hakuna kiwanda cha samaki tangu Kenya kupata uhuru. Leo kiwanda cha jengwa sehemu zingine hakijengwi mahali kuna bahari. Hakuna masuala ya ukulima, korosho zetu zinaharibika, maembe, ni mambo yote tunaofanya Mombasa hayaendi mahali kwa sababu ya viongozi wanaopenda ubinafsi, viongozi wanaojipenda na familia yao, viongozi wanaopora kila kukicha. Amkeni, kumekucha. Amkeni tupambane na hawa watu. Mimi niko tayari na nitaendelea kuwa tayari kupambana na serikali ya kiimla ya kaunti ya Mombasa. Nasikia wameshika Abrari, wamepiga ndugu zake, wameharibu biashara zake. Hii ni wakidhani ya kwamba wao wana nguvu zaidi. Lakini nataka kuwakumbusha kuna Mwenyezi Mungu. Na siku ambayo miti itaanza kuteleza tutapatana hapa chini. Na wakumbuke kaburi ni futi 6. Hakuna mtu anazikwa zaidi ya hiyo, wala kuzikwa na dhahabu wala security wala nini. Kwa hivyo mnachokifanya tunaona na tutapambana na nyinyi mpaka mwisho. Mwache kupiga MCA, mwache kupiga akina mama kuwavunjia vibanda. Nyinyi ndio mmefanya umaskini, nyinyi ndio mmeleta umaskini pwani. Hamujengei wa mama, hamujengei vijana, wanakula dawa za kulevya. Dawa zenyewe za kulevya mumetajwa katika majina katika bunge. Mko na kila aina ya jina ambayo inatajwa katika taifa hili. Sasa mnaanza kuendea hivi vidogo wananchi wako nazo na kuzivunja. Wachaneni na hao watu wadogo. Kama mna vita na sisi, njooni kwetu. Mtuue sisi ama mpigane na sisi. Leo mnapiga Abrari kwa sababu ya msimamo wako wa kuwapeleka EACC. Leo mnataka kuvamia Kitula kwa sababu anataka ameenda EACC na kueleza maovu yenu ambayo mnafanya. Tunataka la mwisho EACC ituonyeshe kweli kama ni EACC ya Kenya ama ni EACC ya watu fulani. MCAs wamepeleka evidence na tunataka ile EACC kule Mombasa ichukue hatua za kisheria na ianze kufungulia watu mashtaka. Ardhi zote ambazo zimeporwa ndani ya serikali ya county zote zirejeshwe. Kuna mama anaishi USA amenyang'anywa ardhi hapo Kizingo. Kuna watu wako Nyali wamenyang'anywa ardhi zao. Sehemu mbalimbali wananyang'anywa ardhi zao kwa sababu hawana wa kuwapigania. Rates zinapandishwa. Hakuna biashara, hakuna kazi, mnazidi kudhulumu wananchi. EACC, we want to see action. EACC tunataka haki. Hii itakuwa litmus test for you people. Isipo happen, then leave us alone and let us fight for what is ours. And we shall fight till the last man standing. 2022, hakuna siasa ya leso, hakuna siasa ya dera, hakuna siasa ya pilau, hakuna siasa ya Likiba, hakuna siasa ya Katerina. 2022 ni siasa ya wapwani. My smoking. I'm sure you don't want to miss this show. This is Crossfire, and our guest today was Honorable Mohamed Ali from Nyali constituency. Next time, same place, same time, inshallah. Every Friday night we'll be airing Crossfire show. Thank you. Make sure you subscribe.